Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Star TV katika taarifa yetu ya habari. Tunayo mengi usiku wa leo, ikiwa ni pamoja na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa kwa kushirikiana na serikali ya Tanzania, taasisi za kifedha linatarajia kutoa mikopo nafuu kwa wakulima na wazalishaji mazao ya misitu ili kuwezesha uhifadhi misitu na utunzaji mazingira. Mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi tamati. Mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari awataka wataalamu wa sekta ya usafiri wa anga nchini kuchambua na kuboresha mikataba ya kimataifa ili kuiwezesha Tanzania kuiridhia na kuingiza katika sheria za ndani kwa ufanisi. Serikali yawataka watendaji katika ngazi za mamlaka za serikali za mitaa kutatua changamoto zilizopo ili mpango wa programu ya kusoma, kuhesabu na kuandika uweze kutekelezeka. Kwa habari za biashara na uchumi, Wizara ya Madini yawaagiza wawekezaji wa sekta ya madini kuzingatia sheria ambayo inawataka kutoa huduma za jamii ikiwemo afya, elimu, maji pamoja na miundombinu ili wakazi wanaozunguka maeneo ya migodi waweze kunufaika. Na katika habari za michezo na burudani, Rais wa TFF Wallace Karia awataka wadau wa soka mkoani Shinyanga wasaidie kuibua vipaji. Na klabu ya Bordeaux yaweka historia kwenye ligi ya mabingwa barani Ulaya. Fuatilia pia matangazo yetu haya vizuri kwa kupakua app yetu kwenye Google Store na App Store kwa kuandika neno Star TV Tanzania. Fuatilia pia kwenye Facebook, YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Mimi ni Bernard James. Karibu na tuwe sote. Moja kwa moja tuanze na habari za kitaifa, ambapo mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari amewataka wataalam na wanasheria wanaosimamia sekta ya usafiri wa anga nchini kuchambua na kuboresha mikataba ya kimataifa ili kuiwezesha Tanzania kuiridhia na kuingiza katika sheria za ndani kwa ufanisi zaidi. Taarifa kamili na Athmani Mihula. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano wa kimataifa unaowakutanisha wataalamu na wanasheria wa sekta ya anga, Johari amesema uimara wa sekta ya usafiri wa anga unategemea kuwepo kwa mfumo madhubuti wa kisheria unaoendana na viwango vya kimataifa. Amesema kuridhia kwa mikataba ya kimataifa na kuitekeleza ndani ya nchi ni hatua muhimu itakayosaidia kuongeza usalama, ufanisi na kukuza maendeleo ya sekta hiyo ambayo ni kichocheo muhimu cha uchumi wa taifa. Nimezungumza machache kuhusu umuhimu wa sheria hizi na kuhakikisha kwamba mikataba ambayo imesalia ambayo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bado haijairidhia iweze kuridhiwa, na wataalamu pamoja na wanasheria waliopo hapa wakae wabadilishane mawazo, wabadilishane uzoefu. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania TCAA Salim Msangi amesema Tanzania imepata heshima ya kuwa mwenyeji wa mkutano huo wa kwanza kufanyika barani Afrika, ukiwaleta pamoja wataalamu kwa lengo la kujifunza na kubadilishana uzoefu. Ni mkutano wa kujifunza zaidi, na ni mkutano ambao utaleta chachu ya kuweza kama Tanzania kuangalia ni mikataba gani ambayo bado hatujairidhia, na kama alivyosema Mheshimiwa Attorney General, mwanasheria mkuu wa serikali, amesema turidhie mikataba hiyo haraka. Mkutano huo umeandaliwa kwa ushirikiano kati ya TCAA na shirika la kimataifa la usafiri wa anga ICAO, na unafanyika kwa siku 3 kuanzia Februari 25 hadi 27, ukiwahusisha washiriki zaidi ya 150 kutoka ndani na nje ya nchi. Athmani Mihula, Star TV, Dar es Salaam. Serikali imewataka watendaji katika ngazi za mamlaka za serikali za mitaa watatue changamoto zilizopo ili mpango wa program ya kusoma, kuhesabu na kuandika uweze kutekelezeka. Bla Moses ana taarifa hii. Maelekezo ya serikali yametolewa jijini Dodoma na mkurugenzi wa elimu msingi kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Abdalla Maulidi, kwa niaba ya naibu katibu mkuu wa wizara hiyo katika mkutano wa programu ya elimu ya awali mkoa wa Dodoma. Wakurugenzi wa halmashauri, toeni ushirikiano kwa wadau wote wanaounga mkono jitihada za serikali katika sekta ya elimu
2, wakurugenzi wa halmashauri endeleeni kuimarisha jumuiya za ujifunzaji yani JZK. Lakini la 3, huduma ya chakula shuleni iwe ajenda ya kudumu na ya kitaifa. Kila mkurugenzi hakikishe ashirikiane na wazazi na walezi kuhakikisha wanafunzi wote wanapata chakula shuleni. Mradi wa programu ya awali ya malezi na maendeleo ya mtoto chini ya shirika la Children Crossfire umeleta matokeo chanya katika mkoa wa Dodoma. Wameshiriki kutujengea madarasa 33 tangu tumeweza kushirikiana nayo, madarasa mapya, lakini wameshiriki kukarabati madarasa ya elimu ya awali 473. Uwezo wa serikali kununua zana za kufundishia kwa kila shule haiwezekani. Kwa hiyo kutumia mazingira yanayotuzunguka ndio njia pekee ya mwalimu mahiri kuweza kutoa taaluma yake kwa wanafunzi. Uboreshwaji wa mazingira ya kujifunzia na kufundishia katika darasa la awali kunatajwa kumwandaa mtoto kuzikabili changamoto. Dira yetu kwa mara ya kwanza imetambua na kuweka kipaumbele kwa watoto wetu wadogo. Ina shabaha 3 ndani yake zikihusu maendeleo ya watoto wetu wadogo: kukua kwa utimilifu wao, utayari wa shule na umahiri kwenye elimu msingi, yote yakilenga kumjenga Mtanzania mwenye tija kwa jamii yake. Katika kipindi hiki tunataka tujikite zaidi katika kipengele cha kuhesabu kwa ajili ya kuboresha stadi za kuhesabu kwa watoto wa darasa la elimu ya awali la kwanza na la pili. Kwa upande wa watoto tumefikia watoto zaidi ya 200,000 ambao tumeweza kuwafikia katika kipindi hiki. Tunafanya na shule zote za mkoa wa Dodoma darasa la awali, lakini kwa sasa tunaingia darasa la kwanza na la pili. Kutoka jijini Dodoma, Blaya Moses, Star TV. Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar bin Zubeir amewahimiza waamini wa dini ya Kiislamu nchini kuwapa fursa ya kutosha watoto ya kujifunza elimu dunia ili wawe chachu ya kupata wataalamu ambao watachochea maendeleo katika dini nchini. Taarifa zaidi na Sudi Shabani. Hafla ya uzinduzi wa jengo la kisasa la ofisi ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza iliyofanyika Mbugani jijini hapa, Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania Daktari Abubakar bin Zubeir amewasihi waumini kuthamini elimu dunia. Zima vijana wasimamiwe kusoma elimu zote, elimu ya dini waisome vizuri, wajifundishe maadili, wawe na akhlaq na wajue dini yao, lakini pia wasome na dunia. Juu ya ujenzi wa jengo hili ambalo limegharimu fedha zaidi ya milioni 213, BAKWATA inajivunia. Ujenzi wa ofisi mpya ya mkoa ulianza tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka 2025 na kukamilika tarehe 18 mwezi wa 2 mwaka 2026, ambapo ujenzi wake ulianza kwa hatua ya msingi mpaka jengo lote linakamilika. Jengo hili lina jumla ya vyumba 12. Pia wanaotaka kuulizia au kuona BAKWATA waone leo. Baadaye Mufti Daktari Zubeir amezindua kanzidata ya walimu wa madrasa, mfumo ambao utasaidia utambuzi wa walimu hao, ikiwa ni ishara ya kuleta mapinduzi katika sekta ya elimu ya dini ya Kiislamu. Kwa hiyo baraza limefanya kazi kubwa kiasi cha kwamba tunaweza tukajuana sasa hivi Lindi kuna nini, Twara kuna nini, Kigoma kuna nini, Dar es Salaam kuna nini, Tanga kuna nini, Bukoba kuna nini, kupitia kitu hicho kinachoitwa kanzidata au database. Ukifuatilia kwa kina, walimu wengi wa madrasa hawatambuliki, kwa maana kwamba ukifika sehemu unasema mimi mwalimu, tuonyeshe cheti chako. Hana cheti ingawa ana elimu kubwa. Mfumo huo umeandaliwa na taasisi ya Mfalme wa Morocco Mohamed wa 6 kwa ushirikiano wa BAKWATA Taifa chini ya Mufti ambaye ndiye mwenyekiti wa taasisi hiyo. Taasisi hii ilianzishwa mwaka 2015 ikiwa na makao makuu yake nchini Morocco. Sisi Waislamu wa Tanzania tunajifakharisha sana katika taasisi hii kwa kuwa Mheshimiwa Mufti ni katika waasisi wa mwanzo. Katika hafla hiyo, walimu wa madrasa 100 kutoka mkoa wa Mwanza
wamepata udhamini wa masomo kupitia taasisi hiyo ambayo hadi sasa ina matawi katika nchi 39 za Afrika. Swala ya kisasa. Sudi Shaban, Star TV, Mwanza. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi imeanza kurejesha maeneo ya uwekezaji yaliyotelekezwa baada ya kubainika kuwepo kwa idadi kubwa ya maeneo yasiyotumika tena kwa muda mrefu. Laudence Mkonda na taarifa hii. Kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Mbeya, Skabumi Mwaipopo, anasema operesheni hiyo imeanza baada ya ukaguzi kubaini kuwa maeneo mengi yaliyotengwa kwa ajili ya uwekezaji wa viwanda yameachwa bila kuendelezwa, jambo linalokwamisha maendeleo ya uchumi na ajira. Kwa kukaa na maeneo mijini, katikati ya miji kama hivi ambayo yametelekezwa na hayatumiwi, ni hasara kubwa kwa serikali, na ndio maana uongozi wa wizara ukaona ni busara uweka utaratibu wa kuhakikisha kwamba maeneo hayo yanakaguliwa na taarifa zake zinachukuliwa na taratibu stahiki za kisheria zinafuatwa ili kuhakikisha kwamba maeneo haya yanaanza sasa kutumika. Kwa hiyo zoezi hilo liko linaendelea, wataalamu wanaendelea na hilo zoezi na watapita kwenye maeneo yote kabisa. Kwa hiyo kama kuna mwananchi ambaye unasikia taarifa hii, tafadhali kama una maeneo mfano wa haya, hakikisha unakuja mapema kujisalimisha katika ofisi zetu za ardhi ili upewe maelekezo ya nini ambacho kinaweza kikafanywa. Naye afisa kutoka Wizara ya Ardhi makao makuu Dodoma, Jacob Ngowi, amesema tayari wizara imekagua maeneo ya uwekezaji 127 na mengi yao kubainika kutelekezwa. Kwa hiyo zoezi letu ni la siku 10, tunaendelea nalo, na kama kamishna alivyosema, wale wananchi wote waliotelekeza haya maeneo wajitokeze, waende ofisi za ardhi mkoa ili wapate maelekezo nini cha kufanya. Vinginevyo maeneo haya yatatwaliwa na serikali na kupewa watu ambao watakuwa tayari kufuata masharti ya kuendeleza kama sheria zinavyosema. Eneo lililotumika kwa ajili ya viwanda hapa Mabatini jijini Mbeya ni miongoni mwa yaliyotajwa kutelekezwa kwa muda mrefu, huku majengo yake yakibaki magofu. Baadhi ya wakazi wa eneo hilo wamepongeza mpango wa serikali, wakieleza kuwa kurejeshwa kwa maeneo hayo kutafungua fursa za uwekezaji, ajira na maendeleo ya jiji. Kweli kipindi cha zamani kulikuwa na kiwanda cha mafuta ya pamba maeneo ya hapa tunaita Kadege viwandani. Alafu sasa palichangamka vizuri kweli kweli hapa, kwa sababu hata ajira pia tulizipata. Viwanda vilikopo vingi viwanda vina changamoto, vijana wanapata ajira za pana pale. Kwa sasa hivi tupo kama kijijini na haitakiwi ishu kama hiyo. Kwa mujibu wa Wizara ya Ardhi, operation ya kubaini na kurejesha serikalini maeneo yote ya uwekezaji yaliyotelekezwa itaendelea nchi nzima, ikiwa ni hatua ya kulinda rasilimali za ardhi na kuchochea maendeleo ya kiuchumi. Laudence Mkonda, Star TV, Mbeya. Polisi mkoa wa Mwanza imeimarisha doria za magari kwenye barabara kuu za kutoka na kuingia ili kudhibiti ajali za magari makubwa ya mizigo. Tupate taarifa zaidi. Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa polisi Wilbrod William Mutafungwa ameyasema hayo jijini Mwanza wakati akielezea mikakati mahususi ya kuzuia ajali za barabarani. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limeimarisha doria za magari kwenye barabara kuu, tunaita Highway Traffic Patrol, ambapo askari wa usalama barabarani wanafuatilia kwa karibu magari makubwa ya kubeba mizigo ambayo wakati mwingine huharibika barabarani na kusababisha uwezekano wa kutokea kwa ajali kubwa za barabarani. Kamanda Mtafungwa pia amewasisitiza madereva pamoja na wamiliki wa magari hayo kutengeneza magari hayo kabla ya kuanza safari. Madereva na wamiliki wanatakiwa kuyatengeneza magari pale yanapoharibika kwa uharaka ili yapishe watumiaji wengine wa barabara kuendelea na safari. Hata hivyo, misako hiyo inakwenda sambamba na ukaguzi wa magari unaofanywa na wakaguzi wetu wa magari na kuchukua hatua kwa madereva wanaoendesha magari mabovu na wamiliki ambao wameruhusu magari mabovu kutembea barabarani. Ajali kubwa za barabarani zinaweza kuepukika endapo madereva watazingatia sheria na kanuni za usalama barabarani. Kutoka jijini Mwanza, Respicius Kaiser. Mamlaka ya udhibiti nafaka na mazao mchanganyiko COPRA imetakiwa kuendeleza kutoa elimu kwa wakulima juu ya kuzuia mianya ya upotevu wa mazao, jambo ambalo linapoteza kipato na mazao ya wakulima. Queen Yusufu ana taarifa hii.
Akizungumza kwa niaba ya katibu tawala wa mkoa wa Tanga katika mafunzo ya maafisa ugani yaliyotolewa na mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA, mganga mkuu wa mkoa wa Tanga Dr. Jafet Simeo amesema COPRA wamefanya kazi kubwa katika kuzuia mianya ya upotevu wa mazao, hivyo wamewataka kuendelea kutoa elimu na taarifa sahihi kwa wakulima. Napenda pia kutambua kwa uzito mchango mpana wa COPRA katika mkoa wa Tanga. Mbali na kusaidia upatikanaji wa mbegu bora, taasisi imeimarisha usimamizi wa biashara ya mazao na kudhibiti mianya ya utoroshaji wa mazao, jambo lililokuwa linapoteza mapato ya serikalini na wakulima. Hili ni eneo ambalo wakulima mtahitaji kuendelea kuwafundisha na kuendelea kuwapa taarifa sahihi. Kwa hiyo hata kwenye jamii huko wapo watu, kwa sababu walikuwa wanufaika na mfumo usio rasmi, si ndio? Wataingia kwenye vita ya kupambana na mfumo wa COPRA. Katika mwaka 2025-26, COPRA inaendelea kutekeleza mpango wa usambazaji wa mbegu bure kwa wakulima, hatua inayolenga kupunguza changamoto ya muda mrefu ya upatikanaji wa mbegu bora kwa wakulima. COPRA imetekeleza mpango wa kuchangia ununuzi, kusambaza mbegu, ambapo kwa mwaka 2025-2026 imeweza kununua na kusambaza kwa mfumo wa ruzuku, na baadhi ya mbegu zimetolewa bure kwa wakulima, na mbegu hizo ni mbegu za mazao ya ufuta, dengu, mbaazi, soya na alizeti. Wataalamu hawa watapata uelewa wa kina kuhusu taasisi ya COPRA, majukumu yake katika kusimamia ubora wa nafaka na mazao mchanganyiko, pamoja na juhudi za kuchagiza huduma za ugani na usambazaji wa mbegu bora. Na hapa maafisa ugani wanaeleza namna mafunzo hayo yanakwenda kuleta tija kwa wakulima, hasa katika utumiaji wa mbegu bora za kilimo. Kuweza kulima kilimo kiwe endelevu, kiwe salama na chenye bora zaidi, kupata soko la uhakika, sio hapa nchini peke yake, hata nje ya nchi. Queen Yusufu, Star TV, Tanga. Zaidi ya shule 13 za msingi katika halmashauri ya wilaya ya Butiama mkoani Mara zimepatiwa msaada wa zaidi ya shilingi milioni 70 kwa lengo la kuziwezesha kufanya ukarabati wa majengo mbalimbali. Sadiki Hunga ndo mwenye undani wa taarifa hii. Akikabidhi msaada huo, mbunge wa jimbo la Butiama Dr. Wilson Maera amesema kuwa fedha na vifaa mbalimbali vitakwenda kuongeza nguvu katika uimarishaji wa miundombinu ya shule. Wameitikia wito wa serikali kujenga shule za sekondari kwenye kila kijiji. Kwa hiyo nikatembelea baadhi ya shule, nikakuta wananchi wamejenga madarasa. Kwa hiyo wana uhitaji wa simenti, uhitaji wa mbao na uhitaji wa nondo pamoja na uhitaji wa mabati. Kwa hiyo tulipopokea mfuko wa jimbo kwa Butiama tunapokea milioni 73 kwa mwaka mzima. Tumezigawa hizo fedha kama milioni 69 ambazo tumezipeleka katika shule za msingi na shule za sekondari. Pamoja na msaada huo wa bati, misumari, sementi na mbao, mbunge huyu pia amekabidhi vitabu vya masomo ya sayansi katika shule mbalimbali za sekondari. Makongoro Group kwenye WhatsApp mwezi wa 12 walinikabidhi vitabu 388. Vitabu hivi ni kwa ajili ya masomo ya sayansi. Kwa nguvu ambazo mheshimiwa mbunge amezifanya, nadhani hii ni suluhisho kwa baadhi ya kata zilizopata simenti, zilizopata mabati. Nadhani sasa ile hali ya kukaa kwenye mavumbi tena wanafunzi wataenda kutokuwa nayo tena. Baadhi ya wawakilishi wa wananchi na walimu wanamshukuru mbunge huyu kwa kutoa vifaa mbalimbali. Hata watoto walikuwa wakiingia shuleni wanakuwa ni wachafu kulingana na mazingira ya madarasa waliokuwa wanakaa. Kwa hiyo kwa msaada huu, kwa sababu tunaenda kuweka simenti na kupiga lipu madarasa yote. Kipekee kwanza nimshukuru sana mheshimiwa mbunge kwa zoezi la leo la kuhakikisha amesimamia vizuri kwa shule zetu zipate maendeleo. Kitabu walimu inaenda kuwarahisishia swala zima la ufundishaji, lakini pia wanafunzi kujifunza, kwa sababu walimu watapata cha kufundisha, lakini wanafunzi pia watapata rejea mbalimbali. Sadiki Hunga, Star TV, Mara.
Zaidi ya wakazi 3600 wilayani Malinyi mkoani Morogoro ambao wamesajiliwa kwenye mfuko wa TASAF wameanza kunufaika na bima ya afya. Taarifa zaidi na mwandishi wetu. Akizungumza wilayani Malinyi wakati wa uzinduzi wa bima ya afya uliofanyika katika kata ya Mtimbira, mkuu wa wilaya hiyo Sebastian Warioba ameelezea umuhimu wa bima hiyo. Kwa kupatia fursa hii ya kuwalimia wananchi wetu wapatao 3642 sawa na watu na kaya 700 hivi wastani kwa 100, ukizidisha mara 150, maana serikali imetoa fedha zake milioni 105 kwa ajili zisizopungua milioni 105 kwa ajili ya kugharamia matibabu ya hawa ndugu zetu kwa kuanzia. Aidha, mkuu huyo wa wilaya ya Malinyi amefafanua kuhusu kiwango cha matumizi ya bima hiyo. Kwa hiyo 150,000 kaya moja inatumia hela hiyo kwa mwaka mzima kama umeugua. Kama hujaugua unasema Mungu, nakushukuru Mungu sijaugua sasa. Hiyo imepita hiyo. Hutaidai, nirudishe. Hamna, hairudi. Kwa upande wao, wanufaika wa bima ya afya wameelezea jinsi itakavyosaidia katika kupata matibabu. Baada ya kupata hiyo bima nitaweza kupata matibabu kwa haraka kwa sababu dawa nazo pia ni gharama, vipimo ni gharama. Kwa hiyo bima inanisaidia mambo mengi, kutibiwa bure na kila kitu. Katika bima hii itanisaidia matibabu. Nina changamoto zilizonipata mwanzo. Nikiwa naumwa kama mnavyoniona, nikienda hospitali hela hamna ya kutibiwa. Kwa hiyo pia na watoto wangu wana changamoto ya malazi. Kama mnavyoniona sina utafutaji wa hela. Shida zangu ni hizi, kula kwangu shida, kulala kwangu shida. Ningeweza kujitosheleza kimatibabu, kimaisha na upungufu wa matatizo mengine. Uzinduzi huu wa bima ya afya ambao ulikwenda pamoja na ugawaji wa kadi za bima ulishirikisha pia vikundi vya burudani. Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa kwa kushirikiana na serikali ya Tanzania na taasisi za kifedha linatarajia kutoa mikopo nafuu kwa wakulima na wazalishaji mazao ya misitu ili kuwawezesha uhifadhi misitu na utunzaji mazingira. Theodora Mrema ana taarifa zaidi. Katika jitihada za urejeshaji misitu na utunzaji wa mazingira, wadau wa mazingira wanakutana katika warsha ya pamoja kwa kuwakutanisha wazalishaji na vikundi vya wakulima katika eneo la mazao ya misitu, ikiwa ni kuangalia ni kwa namna gani watanufaika na rasilimali hizo huku wakizingatia utunzaji wa misitu. Kuwakutanisha na taasisi za fedha na ili waweze kuzungumza na kuona shughuli wanazozifanya za ujasiriamali, shughuli za biashara, ili waweze kunufaika na biashara zao, waweze kuingia kwenye masoko, waweze kuzalisha kwa ukubwa zaidi na kwa ubora zaidi. Miongoni mwa changamoto zinazotajwa na wazalishaji na wakulima wa misitu ni ukosefu wa mitaji ya uhakika. Mtaji hatuna na leo tumepata fursa ya kujisemea na kujinadi. Sisi tulitazamia tuna mizinga 130. Tulitazamia tufikishe mizinga 300. Kwa hiyo ingekuwa kuna uwezekano tungesaidiwa vifungashio na pia upande wa kuongeza thamani na zao la nyuki, na imani tunaweza tukasaidika kwa upande wa hilo kupata mikopo, aidha kupata fedha ya kuweza kututanulia. Tutanishwa na taasisi za kifedha na tunakavyoweza kuongeza mitaji wezeshi kwenye kampuni zetu, itatuwezesha kukuza mitaji, kuongeza volume ya bidhaa ambazo tunazichukua na hivyo kutuwezesha kuweza kupanua masoko yetu. Kwa upande wake Daktari Fortunata Senya kutoka TFS akaeleza namna fursa hiyo ya uwezeshaji wa jasiriamali wa mazao ya misitu itakavyosaidia kurejesha zaidi ya hekta 400,000 ambazo zimekuwa zikiharibiwa kila mwaka kutokana na kukosekana kwa kipato cha uhakika. Ardhi iliyoharibiwa ambayo kwa mwaka takribani ni hekta 469,000 zinaharibiwa kila mwaka. Tuna jukumu la kuhakikisha ardhi hii iliyoharibiwa inarejeshwa kwenye uoto wake wa asili.
Kuwezeshwa na kuunganishwa na fursa za mikopo pamoja na kujengewa uwezo wa kibiashara vinatajwa kama moja ya urejeshaji misitu na uhifadhi wa mazingira, ambapo mradi huu utatekelezwa katika wilaya za Karatu na Monduli. Nikiripoti kutoka jijini Arusha, mimi ni Theodora Mrema wa Star TV. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoani Mwanza imesema imedhibiti zaidi ya shilingi milioni 85 malipo ambayo yalikuwa yamecheleweshwa kwa walimu 77 walioripoti vituo vya kazi katika shule za sekondari za halmashauri ya jiji la Mwanza. Fedha hizo zilikuwa zimehifadhiwa kwa muda mrefu kwenye akaunti ya halmashauri. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Sharifa Suleiman. Walimu hao waliocheleweshewa fedha hizo ni wale wa ajira mpya. Katika ripoti ya TAKUKURU mkoa wa Mwanza ya kila robo mwaka kuanzia mwezi Oktoba hadi Disemba mwaka 2025 walioitoa kwa waandishi wa habari, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mwanza Mhandisi Abineri Mganga anaeleza namna walivyozuia rushwa hadi walimu hao kupata haki yao. Kwa hiyo kama TAKUKURU jukumu la uchambuzi wa mfumo, tuliangalia shida iko wapi na tulikaa na ofisi ya mkurugenzi na wataalamu wake kuangalia ni kwa nini fedha zinacheleweshwa, na tulitoa maelekezo ambayo ni mapendekezo tunakubaliana kwamba kama ni uhakiki unaofanya ufanye kwa haraka ili fedha hizo ziwafikie walengwa na waendelee na majukumu yao kama kawaida. Kwa hiyo baada ya kufanya intervention hiyo, uhakiki ulifanyika kwa haraka sana na fedha ile ikatoka kwa wakati, na wale watumishi na walimu wakaendelea kufanya kazi zao vizuri kabisa. Kuhusu ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo, Mhandisi Mganga anabainisha miradi walioifuatilia kulingana na thamani ya fedha, wakiamini elimu kwa umma ndio itakayoondosha ulaji wa rushwa kwenye miradi ya maendeleo. Miradi ambayo ilikuwa na thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 4.7. Katika kipindi hicho ambacho TAKUKURU imefuatilia miradi hiyo, ilibainika changamoto na mapungufu madogo madogo ambayo TAKUKURU kama ilivyokuwa jukumu lake kupitia wataalamu wake ilifuatilia na kutoa ushauri kwa wakandarasi ama taasisi ambazo zilikuwa zikitekeleza miradi hiyo, na baada ya kutoa mapendekezo hayo ifanywa kazi na miradi hiyo yote ilikamilika kwa ukamilifu na kwa ubora uliokuwa unatakiwa. Taarifa 59 zilizopokelewa TAKUKURU, kati ya hizo taarifa 24 zilihusu rushwa, ambapo uchunguzi wake umeanza. Wakazi wa jiji la Mwanza wanaona hii ni hatua kubwa baada ya jamii kuelewa wale wakiukwaji wa sheria wanapaswa kuripotiwa wapi. Yaani kwanza nawapongeza, nawapa pongezi kwa sababu miradi mingi imezorota kutokana na watendaji wanaopewa kufanya kazi wanakuwa wamejisahau. Sasa TAKUKURU inapoingilia katikati kuangalia yale mambo yanaendaje, lazima wawape, yani wawashtue. Kwa TAKUKURU tunaomba waendelee tena kutoa elimu ili watu waendelee kujua kwamba rushwa ni adui ya haki na kwenye jamii haitakiwi. Kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu. Tutimize wajibu wetu. Sharifa Suleiman, Star TV, Mwanza. Mtazamaji, tunaenda katika mapumziko mafupi. Tutakaporejea itakuwa ni wasaji jicho letu mkoani. Endelea kwa nami Bernard James. Wapenzi wote wa soka, hivi ndivyo tunavyofunga Januari kibabe ndani ya Star Times. Kuanzia Carabao Cup, La Liga, Copa del Rey, Bundesliga hadi Saudi Pro League, zote ni ndani ya Star Times. Kwenye Carabao Cup kitawaka. Usikose bonge la nusu finali ya pili Jumanne Februari 3 ni Arsenal dhidi ya Chelsea saa 5 kamili usiku, huku Jumatano Februari 4 Man City watakaribisha Newcastle saa 5 kamili usiku, bila kukosa robo finali ya Copa del Rey Jumanne Februari 3 Albacete dhidi ya Barcelona saa 5 kamili usiku. Alhamis Februari 5 Real Betis dhidi ya Atletico Madrid saa 5 kamili usiku. Usikose mechi hizi live kupitia TV3 kwa Kiswahili na channel za michezo za Star Times Msimu huu wa mwezi mtukufu Ramadhan, Star Times tuko nawe bega kwa bega. Furahia mawaidha, kaswida na vipindi bora vya dini kupitia TV Iman na IBN TV Africa, huku kupitia ST Swahili Channel ukiendelea kuburudika na tamthilia kali ya Vendetta kila siku saa 3 kamili usiku kwenye Gangsta of Manila
Ila ndio balaa, Tango anapeleka kichapo tu kwa wasaliti. Ni kila siku saa 3:45 usiku bila kukosa Bongo Movies na tamthilia kede za kibongo kupitia Mambo TV Swahili. Kupitia Novela E+, furahia tamthilia mpya kali ya Lavender Fields inayokujia kila siku saa 2:50 usiku. Watoto nao wanaendelea kufurahia katuni pendwa ya Boni BS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10:15 jioni kupitia SC Swahili. Jiunge na Star Times leo kwa bei ya punguzo, upate dekoda antina pekee kwa shilingi 25,000 tu, huku kilipia kifurushi cha Mambo kwa shilingi 17,000 tu, au dekoda dish full set kwa shilingi 56,000 tu, huku kilipia kifurushi cha Smart kwa shilingi 23,000 tu. Star Times, enjoy digital life. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona listi za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Sekta ya michezo ya kubahatisha inakuwa kwa kasi hapa Tanzania. Fahamu kuwa michezo ya kubahatisha inasimamiwa na kudhibitiwa ipasavyo na GBT ambayo ilianzishwa kisheria ili kuhakikisha kuwa sekta inaendeshwa kwa kufuata sheria, taratibu na kanuni, inachangia katika maendeleo ya taifa letu na jamii inalindwa dhidi ya athari zozote zinazoweza kujitokeza. GBT hii ndio mamlaka pekee hapa nchini yenye jukumu la kutoa leseni za michezo ya kubashiri, mashine za slot yani dubwi, kasino, bahati nasibu ya taifa na promotion zote za biashara zinazoendeshwa na makampuni na mashirika mbalimbali. Vile vile GBT inaishauri serikali juu ya viwango vya kodi. Pia inasimamia ushindani wa haki na kutatua migogoro baina ya waendeshaji na wachezaji. Elimika kaka, elimika dada, michezo ya kubahatisha ni burudani, sio mbadala wa kazi na ni marufuku kwa watu wa chini ya umri wa miaka 18. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Bodi ya Michezo ya Kubahatisha Tanzania, GBT. Mbunge wa jimbo la Geita mjini Mhandisi Chacha Wambura ameanza kutekeleza ahadi yake ya kukarabati barabara katika baadhi ya maeneo ya jimbo hilo, hatua ambayo inalenga kurahisisha usafiri na kuchochea shughuli mbalimbali za kiuchumi kwa wananchi. Taarifa zaidi na Salma Mrisho. Mnamo Februari 15, mbunge wa jimbo la Geita mjini Injinia Chacha Wambura alifanya ziara katika kata ya Buhalahala na kutembelea mitaa mbalimbali iliyokuwa ikikumbwa na changamoto ya barabara kukatika na kutopitika, hasa wakati wa mvua. Kutokana na hali hiyo, wananchi walilazimika kutumia njia mbadala zenye umbali mrefu zaidi, jambo liloongeza gharama za usafiri na kuchelewesha shughuli zao za kila siku. Kupitia ziara hiyo, mbunge aliahidi kuchukua hatua za haraka kuhakikisha barabara hizi zinapitika kwa muda mfupi wakati mipango ya kudumu ikiandaliwa. Mimi baada ya kuona hili nikasema ndoto za wana 14 zimetimia na ahadi za mbunge zimetimia. Kwa hiyo sina budi ya kusema kwamba hata miaka ijayo 5 na kufa naye. Hali ilivyokuwa kipindi cha nyuma kweli palikuwa hapapitiki hapa. Ilikuwa ni mashimo. Wananchi wanalia, wanaimba, anasema ni viongozi mbona haya mashimo hamuyazibi? Barabara yetu yameoza, tunahangaika paka na magari yanateseka kupita. Lakini sasa hivi tunashukuru. Kwa sasa wananchi wanashuhudia utekelezaji wa ahadi hiyo, ambapo vifusi tayari vimemwagwa katika maeneo korofi na hatua za awali za ukarabati zimeanza, huku akionyesha matumaini ya kupungua kwa adha walioipata kwa muda mrefu. Na leo kweli tumepokea vifusi vya kutosha, tupo kupokea vifusi vya kutosha. Hii italeta chachu nzuri kwa mtaa. Nashukuru sana kuona gari imeleta kifusi hapa. Tunazunguka ili tupate njia hii. Tunazunguka mbali, lakini sasa hivi tunashukuru kuona mheshimiwa amekubali kwanza kukarabati hili barabara. Akizungumzia utekelezaji huo, katibu wa mbunge jimbo la Geita mjini Riziki Marco amesema kuwa hatua hiyo ni sehemu ya dhamira ya mbunge kuhakikisha miundombinu inaboreshwa, ambapo aliahidi atatoa fedha zake ili wananchi waondokane na adha ya kila siku. Hivyo kielewa changamoto ambayo imekuwa ikiwasilishwa ofisini kwake
changamoto ya barabara amekuwa akiipa kipaumbele. Ndio maana leo tumefika hapa 14 Kambarage. Tumefika kwa ajili ya kuleta kifusi kwenye maeneo yote yaliyokuwa yamewasilishwa, kama ni kero kwa wananchi, amesababisha njia kukatika, amesababisha wananchi hawapiti kwenye maeneo hayo. Tumeleta kifusi kwa bajeti yake inayotoka mfukoni mwake kuhakikisha kwamba anawatengenezea mazingira wananchi hawa waweze kupita bila changamoto yoyote. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Mtazamaji, habari za biashara na uchumi ni hivi punde, endelea kuwa nasi. Wadau wa sekta ya madini. Wizara ya Madini imewaagiza wawekezaji wa sekta ya madini nchini kuzingatia sheria ambayo inawataka kutoa huduma za kijamii ikiwemo afya, elimu na maji pamoja na miundombinu ya barabara ili wakazi ambao wanazunguka maeneo mbalimbali ya migodi waweze kunufaika. Taarifa zaidi na Wilson Elisha. Akiongea na wadau na wachimbaji wa dhahabu wilayani Bukombe mkoani Geita katika utiaji saini wa mkataba wa ubia kati ya shirika la taifa la madini STAMICO na kampuni ya Plantico Mining and Hire ya Afrika Kusini, naibu waziri wa madini Daktari Steven Kiruswa anabainisha kwa mradi huo utakapoanza uzalishaji utakuza teknolojia na kupanua soko la ajira. Utafiti huu unaopenda kufanya kugatanua wigo na kusaidia katika yale maeneo yote ya Kigosi ambayo Mheshimiwa Rais kwa maono yake na upendo wake kwa Watanzania aliridhia kushusha hadhi eneo la hifadhi ili wachimbaji wadogo na STAMICO wapate maeneo ya kufanyia uchimbaji. Mwakilishi wa kampuni ya Plantico Mining and Plant Hire ya Afrika Kusini, Deogratias Kumalija, na mkurugenzi wa shirika la madini la taifa STAMICO, Daktari Evans Mwase, wamesema kusaini kwa mkataba huo kutachochea ukuaji wa uchumi, upatikanaji wa ajira katika eneo la Kigosi Bukombe. Tunategemea kutakuwa na ajira kama 20,000. Hizo 20,000 ni za watu wa loko, kwa sababu wao hawa wawekezaji watakuja tu wachache kwa ajili ya kuhandle issues ambazo ni technical, financial na operational. Shukuru sana serikali kupitia Wizara ya Madini kwa kuweka mazingira mazuri, mazingira wezeshi, mazingira yanayovutia ambayo yameweka wepesi kwa shirika la madini kuweza kupata wabia. Mwenyekiti wa bodi ya STAMICO balozi mstaafu Simon Siro anasisitiza kusimamia wazi, uwajibikaji, kanuni na sheria, huku viongozi wa mkoa wa Geita wakiwataka wananchi kuchangamkia fursa za kiuchumi kupitia mradi huo. Sasa tunapoingia kwenye ubia na mipaka ikafahamika kwamba haya ni mipaka kati ya STAMICO, ni eneo la STAMICO, na sasa tunaingia kwenye ubia, sio watu wa kwanza kuvuruga ule ubia. Wawekezaji hao wamekuwa wema, wamekubali kwamba wakati wanafanya survey kwenye maeneo yao ya leseni zao, basi watafanya extension vile vile kwenye maeneo ya wachimbaji wadogo. Sasa tuchangamkie fursa. Kama huwezi kuchimba, jenga basi kiroji. Kama huwezi kujenga kiroji, anda ufugaji wa kuku. Mradi wa uchimbaji madini unatarajiwa kutoa ajira za moja kwa moja katika hatua za utafiti, ujenzi na uzalishaji, ambao serikali itanufaika na mapato yatokanayo na kodi kwa mujibu wa sheria za madini. Zaidi ya tani milioni 211 za mizigo zimeingia na kutoka katika bandari ya Zanzibar kipindi cha Januari 2026. Abdalla Pando na taarifa hii. Akiwasilisha takwimu za usafiri za mwezi wa Januari 2026, mtakwimu kutoka ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali ya Zanzibar, kitengo cha usafiri na mawasiliano, Raya Muhammad Mahfuz, anasema kiwango hicho kimepungua kwa asilimia 26.8 ikilinganishwa na tani 288,548.8 zilizorekodiwa Disemba 2025.
Mtakwimu Raya anasema jumla ya kontena zilizoingia na kutoka zilikuwa ni TEUs 8,893, ni ongezeko la 32.4% ukilinganisha na TEUs 6,719 zilizorekodiwa Januari 2025. Pia zimeongezeka kwa 16.3% ikilinganishwa na TEUs 7,646 zilizorekodiwa Disemba 2025. Baadhi ya wadau wa takwimu za usafiri na mawasiliano wanaelezea umuhimu wa kuwepo kwa takwimu hizo katika kukuza uchumi wa nchi. Jumla ya mienendo ya vyombo vilivyoingia na kutoka katika bandari za Zanzibar 2026 zimefikia 1211 sawa na upungufu wa 35.6% ikilinganishwa na mienendo 1879 zilizorekodiwa Januari 2025, huku usafiri katika anga kupitia viwanja vya ndege vya Zanzibar ukiimarika zaidi. Abdalla Pandu, Star TV, Zanzibar. Mwisho habari za biashara na uchumi. Punde habari za michezo na burudani. Mwaka mpya huu tunaliamsha dude upya kwa sababu DStv we got you. Tuna mashuti, tuna matokeo, tuna filamu, tuna yowe la ushindi, tuna tamthilia, tuna vichekesho na kuambia tuna vitu avipendavyo kila Mtanzania. Njoo ujiunge nasi, halafu ukiamua kubaki nasi mara pap tunakupandisha kifurushi bila malipo ya ziada. Lipia bomba tukupandishe shangwe, na ukilipia shangwe tunakupandisha compact na kuendelea. Faidi channel zaidi, vipindi zaidi, sababu nyingi zaidi za kubaki na sisi, kwa familia yako, marafiki zako na kwako binafsi kila kukicha. Ndiyo, tuna vingi katika vyote unavyovihitaji kuanza mwaka wako na furaha maradufu. DStv, we got you. Tuanze na soka ambapo rais wa TFF Wallace Karia amewataka wadau wa soka mkoa wa Shinyanga kuwekeza katika soka, kwani mkoa huu una fursa nyingi ikiwemo vipaji vya wachezaji ambao wana uwezo mzuri. Taarifa kamili na Shaban Alei kutoka Shinyanga. Rais Karia ameyasema hayo wakati alipokutana na waandishi wa habari mkoani Shinyanga, ikiwa ni maandalizi ya mkutano mkuu wa TFF unaotarajia kufanyika tarehe 28 mwezi huu wilayani Kahama mkoani Shinyanga. Amesema endapo wadau wa soka watashirikiana viongozi wa serikali, mkoa huo utafanya vizuri kwenye sekta ya michezo. Furaha hiyo kama ambavyo tunaitaka, lakini pia mahusiano, kujenga urafiki, undugu, kufahamiana. Kwa hiyo tumekuja Shinyanga hapa kama sehemu ya Tanzania, na sisi ni Tanzania Football Federation, shirikisho la mpira Tanzania. Kwa hiyo wao wategemee kwamba sisi baada ya kuondoka hapa kuna mambo ambayo tutaacha hapa, lakini sio kwamba tumekuja na kuondoka. Tutakuwa tunarudi hapa kwa sababu tumehakikishiwa kwamba tutakuwa na mipango ambayo itaendana pamoja na maono yetu au vision yetu sisi kama shirikisho. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Shinyanga Mboni Muhita na mjumbe wa TFF Azan Mufti wamesema wamejipanga kuinua kiwango cha soka kwa kutumia fursa zilizopo, ikiwemo kushirikiana na wadau mbalimbali kwenye mkoa wa Shinyanga. Tumetenga eneo ambalo wenzetu wa TFF mtakuja kuwekeza na kuona namna gani ambavyo sasa tutapata eneo la kutrain vijana
Najua kwamba mna eneo Dar es Salaam Kigamboni, najua mna eneo Tanga. Na sasa sisi mkoa wa Shinyanga tumeamua kujitoa kutenga eneo ili wenzetu muweze kuja na tuwe na proper places, lakini pia tutaendelea kuimarisha na kukaribisha wawekezaji. Na hata sasa hivi Mheshimiwa Rais mkoa alituomba sisi kama wadau kwa ajili ya kuimarisha Stand United, alituhitaji tuje tuonane naye kwa ajili ya yeye pia anataka kuichukua ile timu kama yeye kutusaidia kutafuta wadau na kuiwekea utaratibu mzuri. Mkutano wa TFF unatarajia kufanyika kwa siku mbili, tarehe 27 na 28, ukitarajiwa kuhudhuriwa na watu zaidi ya 600, ambapo lengo la mkutano huo ni kujadili maendeleo ya soka nchini na kuweka mikakati ya kuendeleza michezo wilayani Kahama, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa uwanja wa soka wenye uwezo wa kubeba mashabiki 7,000. Shabani Alei, Star TV, Shinyanga. Kocha wa timu ya taifa ya Tanzania walemavu ya mchezo wa tenisi, wheelchair tennis, Riziki Salumu amesema wameanza maandalizi mapema mashindano ya Afrika ya kuwania kufuzu mashindano ya dunia yatakayofanyika nchini Morocco Machi mwaka huu ili kwenda kushika nafasi ya kwanza baada ya mashindano yaliyopita kushika nafasi ya pili kwenye mashindano hayo ya Afrika. Bwana Shomari na taarifa hii. Piga mpira. Sawa, kwa hakisha mkono wako na kwa moja kwa moja. Sio unakaa. Kocha Riziki akiendelea na mazoezi katika viwanja vya Gymkhana jijini Dar es Salaam amesema katika mashindano ya mwaka huu ataenda na wachezaji 7 wa kike na wa kiume, huku malengo yao yakiwa kutoa ubingwa wa Afrika. Katika nchi ya Morocco tutakutana nchi zisizopungua 16 na mashindano hayo rasmi yanaanza kuanzia tarehe 30 na anaisha tarehe 30 mwezi wa 3 na anaisha tarehe 5 mwezi wa 4. Kwa hiyo tunategemea katika timu yetu hii kwenda kufanya vizuri zaidi kwa mazoezi ambayo tunafanya kwa sasa hivi, na tumeanza mapema toka mwezi wa kwanza tunafanya mazoezi haya kwa ajili ya maandalizi makubwa zaidi. Amewaomba wadau wa michezo na serikali kuisaidia timu hiyo iweze kukaa kambini kujiandaa na mashindano hayo. Na kama unavyoona timu ambayo tayari tumeshaichagua na tunaanza mazoezi ya awamu ya kwanza kwa siku ya leo kwa kuangalia sasa rasmi kuweka camp na kwa ajili ya kuelekea nchini Morocco. Kwa mwaka huu tumefanikiwa kupata na timu ya wanaume vile ambao tuna vikosi jumla ya wachezaji 7 kuelekea nchini Morocco. Na kwa upande wa safari bado tunako katika maandalizi na tunaomba support kwa sababu tunajiandaa na tumekwama katika masuala ya ticket na tunatarajia kufanya Alambe muda si mrefu kwa sababu ndio kwanza tumechagua timu na ndio tunaanza mazoezi ya awali, lakini mambo mengine yatafuata. Baadhi ya wachezaji wamesema na matumaini ya kufanya vizuri kwenye mashindano hayo kutokana na maandalizi wanaendelea kuyafanya chini ya kocha wao. Kwa sababu ukiangalia mwaka jana mashindano haya tulikuwa mashindano ya pili, tungetamani sana uweze kutuwekea hiyo opportunity ya goli la mama kwa sababu itaweza kutukwamua na sisi tuweze kujinunulia vitu vidogo kama wheelchair, tuna uhaba, racket tuna uhaba. Tiketi zilizopatikana ni za watu 3. Kwa hiyo tunaomba wadau waje tusupport ili tuweze kupata tiketi ili tuweze kwenda kushiriki kwa pamoja kwa sababu tunaona mwaka jana tulienda tukashiriki tukawa washindi wa pili. Mwaka uliopita timu ya taifa ya walemavu ya mchezo wa tenisi ilishiriki mashindano ya dunia kuiondoa timu ya taifa ya Kenya kwa seti 2-1. Bwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam.